Ni wakazi kutoka vijiji tofauti vya wadi ya Garamara wakiwa wamebeba matawi na kukusanyika katika eneo la Manyatta Zebra. Sababu yao kukusanyika hapa ni kupaza kilio chao kuhusu kile wanadai ni dhuluma kuhusiana na ukusanyaji wa pesa ambazo hutokana na magari ya kubeba mchanga eneo hilo. Sisi tumekuwa wakimbizi kwa nchi yetu. Kuna mtu ambaye ameweka cess pale ambaye ni illegal. Tunataka serikali iingilie kati. Iseme hiyo cess imewekwa pale na njia gani? Kama jamii ya Garamara. Leo hii ile jamii ya Garamara inatambua mpaka mzee, mama mzee, watu ambaye ni vilema, wote natambua hii group. Mimi nauliza tutasaidika aje kama watu wa jamii ya Garamara wote? Ndio tujapata mapato yao, wanakuja kutusumbua, na wenye tunapata mapato yao wasumbuke, wakeru akili. Tumekata na wakihutubia wanahabari wakazi hao na walio chini ya Achamakin Community Based Organization wanasema kamati waliochagua ya kusimamia ukusanyaji mapato hayo wanapitia changamoto nyingi, kwani kuna watu wanaodai kuweka eneo mbadala na kusanya mapato hayo kwa manufaa yao binafsi, jambo wanalosema ni dhuluma na kuwa hawaheshimu wala kutambua uamuzi uliofanywa na jamii. Jina ni Thomas Lipton, mkaaji wa Garamara. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kutafuta haki. Haki ya jamii ya Garamara kwa rasilimali ambayo Mungu aliweka. Na wakati Mungu aliweka, sisi tukawa ndisi tunapata hiyo rasilimali kwa haki yetu. Lakini njia ambayo tumefuata ili tupate hii rasilimali ambayo ni cess ya mchanga imekuwa wakati tulipoanza, ilianza na watu ambao ni wafisadi. Na wakati jamii ya Garamara, sehemu zote za Garamara sub location na Garamara as a division iliamua kwamba kama hii cess rasilimali ni jamii ya Garamara, wachague kikundi ambayo tasimamia kwa ajili ya kusaidia jamii ya Garamara. Ilikuwa mbele na hakisha pamoja na umoja, lakini jamii ilipoona kwamba hawasaidiki na hawapati msaada kutoka kwao, zote mbili tupulio mbali, na jamii kaona kwamba ni vizuri wachagua kamati ambaye itawasimamia kwa shida zao mbalimbali. Ile yake iko vizuri na anasimamia jamii kwa jumla na ameweka ratiba na taratibu ambayo inasaidia hii jamii. Lakini ajabu ni kwamba tunalaumu ofisi ya Isiolo, ofisi ya Neema, ofisi ya security pamoja na viongozi wetu wa county. Je, haya maneno inavyofanyika kwa kikundi ambaye sio halali na wamesikia malalamishi yetu, bwana waingie kati? Naitwa Simon Lenapangai. Mimi ndio chairman ya kamati ambayo juzi iliteuliwa na community na wakilisha jamii. Kuna wakati mwingine jamii ilikaa chini ikatatua hii issue. Kulikuwa na conflict within group mbili ambayo ilikuwa ni Akicha na Umoja. Hizo group zilitupiliwa mbali na hii mambo hata ijaenda miezi 5. Iko saa hii miezi 3 tangu hii group ya Achamakin ambayo saa hii ni CBO, si self help group, imebeba kutoka Kiwanja, Lowangila, Hatan, Tractor, Garamara, Zebra, Kona, na pia kuna stakeholders ambaye ni loaders wako ndani ya hii CBO ambaye saa hii jamii inatambua kuwa iko sawa. Tunashangaa tena watu wawili wanakuja kumobilize watu wawili watatu ambaye wako na interest yao si ya kusaidia jamii. Mimi naitwa Simon Eipa Ekidori. Mahali natoka Manyatta Zebra. Kwa hivyo kitu tumeleta hapa sisi tukiwa jamii ya Garamara, jamii ya Kiwanja, Chumbiere, Hatan, Dapa na Zuroi, baga complex, baga Kona. Hiyo mambo ya watu wawili ndio wametusumbua sisi. Kwa ile miaka mbili yote hiyo watu wametusumbua. Na hatujui kwa nini hiyo watu wanatusumbua. Na tukiona hiyo watu ni kama wale wanaiba ng'ombe. Hiyo watu sio wanadamu, wale wanaungana na watu wengine. Kwa nini wanatusumbua saa yote? Jina naitwa Itunga Yoronimo Agostino. Nimetoka katika kijiji cha Akunoit. Tumekutanika hapa kama jamii mzima ya Garamara. Tumekuja hapa hivi kwa sababu ya vile tumefurugwa na watu wawili ambao wamekuja kufuruga haki maisha ya community ya Garamara katika cess collection.
Kwa hivyo sisi tunatambua ile ses ya community peke yake hapa bila ambao watu wamejaribu kwa erect, na kwa hivyo sisi tunatambua ses ya hapo hivi ya Ngaramara peke ya community. Ni Francis Lomuria. Natoka hapa Manyata Sebra. Nimekuja hapa kwa niaba ya wale watu ambayo ya sezi hapa ya Ngaramara. Ngaramara mzima ndio anabeba area hii yote. Kutoka Aukot, kutoka Akunoit, kutoka Nadhuroi, kutoka Kona. Hapa yote ni Ngaramara. Lakini tumesumbuliwa na watu ambayo walikuja kuadhirisha sisi kwa maneno ya mchanga. Wakati ya maneno ya mchanga ameisha, anaanza kutuadhirisha na anakuja kutuadhirisha na maneno ya sesi. Hii sesi inasimamia watoto yetu. Hii sesi inasimamia maneno yetu mingi. Nicholas Echuman Lowasa. Na niko hapa kwa ajili ya saizi kama hii sasa ambao tunakuja hapa leo. Sisi tuko na watoto wa shule ambayo tunashindwa kulipa pesa ya shule kila siku. Na hii sasa anatuweza kusaidia sisi wakati huu kulipa pesa ya shule. Kukimbizana kwa hizi maofisi. Tukienda huko tunaambua tutashughulika saa hii. Kama saa hii ofisi ya Deputy County Commissioner tumeenda huko, tumeacha ripoti huko. Inafaa nyinyi muingilie kati. Community huku inataka kuongana juu ya watu wawili ambaye wanasema bado wanataka kura 2027. Tunajua saa hii haijafika wakati ya siasa. Saa hii bado sisi tunataka viongozi walete maendeleo, wale tuliowachagua. Hatutaki tena kama kuna wale wanasiasa wanataka siasa, wakuja polepole. Tunataka wakuja polepole. Ikifika wakati ya siasa, kila mtu alete agenda yake kwa jamii, si kukuja kuunganisha jamii. Sisi kama vijana tunasema hatutaki kumwaga damu, kama damu ya kusema maandamano. Ndio maana unaona hii community wameinua hizo matau, wanaweka demonstration ambayo ni peaceful. Naitwa William Nyirao. Mimi ni youth leader kutoka Sanavest. Vijana saa hii tukiwa tunaendelea saa hii, ile ukora inaendelea kwa hii sesi. Sisi wengine hata haturidhiki kwa sababu hii sesi tangu tuweke mahali saa hii iko imetusaidia mambo ya bursaries, mambo ya kila kitu. Sisi saa hii tukiwa tunaendelea hivi, hata mambo saa hii ya laga, sisi tumetoka laga wote. Hakuna saa hii kazi tunafanya. Na kati ya hiyo watu wawili peke yake, hiyo watu wawili wametusumbua. Mara wanatupiga marisasi na hao tena ndio wamepea kama security officers. Tumeshindwa serikali ni nani ako naye anashikilia huyu mtu? Kwa sababu kila siku tunasumbuka nao. Lakini sasa hizi nimeshangaa watu wawili ndio wanakuja kufuruga jamii. Nauliza ofisi ya MCA, ofisi ya governor, pia ofisi ya serikali kama county commissioner, OSPD, nauliza huyu mtu mmoja ambaye ni wa in charge wa security, aje itakuwa aje ndio anakuja kufuruga jamii? Kwani hii bunduki yenu ya serikali haioni mali inaenda kwa wale wanafuruga jamii? Mchanga imeisha, ardhi imemalizwa. Hapa ndio tunapata saizi basari ya watoto. Wanasema wakati mapato hayo yanapitia mikononi mwa kamati wanayotambua wamekuwa wakinufaika pakubwa. Mimi tukasema ya kwamba ni afadhali sesi iwe inasaidia jamii kwa mahitaji fulani 1, 2, 3. Nafikiri tuliweza kuita wakubwa wetu, viongozi na jamii pia, tukaketi tukaamua kufanya uchaguzi. Tulitoka kwa kila kijiji representative vijiji 27 ya kila kijiji. Tulipoweka hii sesi imetusaidia. Inalipia basi ya Ngaramara Girls, inalipia 30,000 kwa mwezi. Mtu akikufa unapewa pesa ya jeneza. Loaders kuna pesa wanapewa kwa mwezi. Alafu pia mtu anapogonjeka kuna pesa unapewa, unakuja na barua ya hospitali, unapewa pesa ya kulipa hospitali. Pia vijana wetu wale wanakuanga ni wachungaji wamesaidika kwa sababu ya hii sesi. Ndio maana sasa hizi imepungua mambo ya wizi. Pia si kama kina mama tumeweza kusaidika kwa sababu mambo ya kukata makaa imepungua. Ni Mikelina Loleo, nimetoka katika kijiji ya Akunoit. Langu ni kusema hivi, hii sesi yenye sasa iko ni ya community. Kuna grupu mbili ilikuwa mbeleni. Hatukuwa tunatambua hiyo vikundi viwili. Lakini bati saa hii
hii kikundi yenye saa hii iko ni sisi community ndio tumewachagua. Kila kijiji ilitoa mtu wake mmoja, tukaona ni vyema tuweke hapa hivi ndio tupate kusaidika. Hatujasaidika katika hivi vikundi viwili, lakini katika hii kikundi hii ya saa hii ya tatu sisi kama community tumesaidika sana. Watoto wetu wanasomea pesa ya ISS na bado mtu akigonjeka kwa madakika anasikika. Ukipata shida yoyote lazima unasikika. Je, itaweza kuwaje? Hawa yani yenye hatujapata mapato yao wanakuja kutusumbua, na wenye tunapata mapato yao wasumbuke, wakeru akili. Tumekata na Ili kutokana na hilo bapo sasa wanamuomba gavana wa gatuzi hili Abdi Guyo na viongozi wenza sawa na viongozi katika idara ya usalama kufika eneo hilo kutatua jambo hili kabla ya wao kuchukua hatua mikononi, wakisema juhudi za kutafuta haki yao zimekuwa zikiambulia patupu. Nyinyi wenye tuliwachagua kama MCA, women rep, MP, county governor, tunawahitaji siku ya leo, tunawahitaji. Tumesimama hapa hivi kwa sababu ya community mzima, Ngaramara mzima. Sio mtu mmoja, Ngaramara mzima. Tunawahitaji siku ya leo, na kama mtatujibu 2027 tunakutana kama peaceful. Wewe governor unasema unataka 2 term. Wao watu wanasema wewe ni 2 term. Ujitokeze kwa hii watu, kura yako iko kwa hii watu. Wachana hiyo watu wawili watatu, hakuna mahali watakupeleka wewe. Hii group iko hapa. Hii group iko hapa ndio imebeba kura yako yote. Tunataka utokeleze, ukuje utatue hii issue. Tunataka hii habari hata ifike kwa administration ya national government. Rais wetu Ruto, kuna watu wawili watatu ambaye wanasema wao ni maaskari na wanagonganisha jamii. Nataka mujitokeze, oda itoke kutoka juu iangalie nini iko huku. Unapata watu wanasema wao wako upande ya NPR na bado ndio wanagonganisha jamii. NPR walitolewa ili wahudumie jamii, si kugonganisha jamii. Wakubwa yetu tunataka akuja hapa. Kwa nini wanajificha wakati ambayo tuko na hii shida? Wakati ambayo tuko na hii shida. Kwa nini? Wacha tukutane basi kwa election. Wacha tukutane kwa election kwa sababu sisi tumekuwa wakimbizi kwa nchi yetu. Na kitu nazumba zaidi hapa, wale tulichagua ambao nasimamia sisi. Wakati mambo ya hii saizi na tutumbua, tunaita hawa apiki. Na watu tunachagua kwa ajili gani? Kwa nini wakati election anataka kuchaguliwa? Haja ile mtu tunahitaji ni ile tunachagua, wakati ya shida anakuja kwa kuamua shida gani watu yangu wanapata. Lakini si mtu akumba sisi mgongo wakati alipata kura na kupotea. Ile ambayo serikali ambao tunapelekeanga ripoti ya maneno hii hatuchukulie hatua. Kwa nini? Juzi walisema muende tutaleta askari na nini tutoe hiyo Mbaria. Kwani Mbaria mbili inawekwa wapi? Mbaria mbili inakwaje kwa hii Changarawe? Mtu mmoja anasema atini yake na community msima ndio hawa. Sasa kitu mchanga ya mtu mmoja ako wapi? Kwa hii Kenya iko wapi? Kitu moja sasa sisi tumesumbuliwa na hiyo watu wawili. Kwa hivyo tunahitaji serikali waje kuamua hiyo mambo. Kama sio hivyo wataona mambo mengine tofauti ile wajae kuona. Haki ambayo tunatafuta hii kikundi itambulike. Kama Senate anatambua kwamba hii jamii walimchagua, haje hapa asikie maoni yao. Kama community, kama women rep anatambua kwamba hii jamii ilimchagua, haje hapa asikie maoni yao. Kama MP anatambua kwamba hii jamii ya kikundi ilimchagua, haje hapa asikie maoni yao. Kama governor wa Isiolo Guyo, yeye tumchagua kama rais wetu wa county, anatambua hii jamii na anatambua hii ses na hii ses inamsaidia county. Yeye yuko wapi leo hii? Pamoja na member committee pamoja na MCA yetu. Yeye ni mtu ambaye
anapaswa kuwa frontline katika haya maneno. Leo hii kama kuna kiongozi yeyote itafika hapa, wajua kwamba sisi tutafanya chochote kile ambacho tunataka ili haki yetu ionekane. Sisi kabisa anaamua na serikali anakuja kabisa anasaidia sisi. Anakuja kabisa ile mtu kabisa anasumbua watu. Apasadi hiyo mtu anachukua hatua. Kwa hiyo mtu ile kabisa anapuruka watu. Kwa nini mtu mmoja peke yake anapuruka watu? Watu wawili. Kwani watu wawili kabisa anajenga hii Kenya yote? Hawezi jenga Kenya wote. Hii moja tu. Mara ngapi tumeenda kwa hizo maofisi? Hakuna usaidizi tunapata. Jamani, tutafanya aje? Ndio maana nimeuliza ofisi ya MCA na county government. Ofisi ya governor. Mnatarajia kweli kura baadaye 2027 jamani? Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 Wajombi Kamacho. Haki yetu! Haki yetu!